huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina, Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwansasu. Hosana. Amina. Nami natawala na kumiliki. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha watu wa Mungu. Na maisha ni upendo. Tukiruhusu upendo ndani ya mioyo yetu, anakuwa ndiye Mungu mwenyewe amekaa ndani mwetu, anaishi ndani mwetu kwa huo wakati na hayo majira na nyakati zake. Mahala popote alipo Mungu wa kweli, hapana shida, hapana dhiki, wala hapana matatizo. Kwa hiyo jitahidi sana unapokuwa umeamua kukaa ndani ya Homina, jitahidi sana kutembea kwenye kanuni na misingi ya kwake Yesu ambaye ni Kristo. Watu wa Mungu, uokovu ni mabadiliko ya tabia. Tukiweza kukubali kubadilika tabia zetu za kale, Mungu wa urejeo ndani ya ukoo wa Mwansasu, lazima matokeo yatakuwa makubwa sana kwenye maisha ya kwako. Mungu ni roho na shetani ni roho. Hizi ni falme mbili, watu wa Mungu, zinazoshindana, na katika ushindani wake unategemewa wewe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, wewe ni wa thamani sana sana. Mwambie jirani yako, wewe ni wa thamani. Tamka usikike, mwambie wewe ni wa thamani. Watu wa Mungu, chini ya jua, Mungu anapotaka kujifunua lazima akutafute wewe, na shetani ili aweze kujifunua katika maovu yake lazima akutafute wewe. Lakini pahala hapa tupo ni kwa sababu tumeruhusu Mungu wa kweli katika matendo mema ajifunue kwa kupitia sisi. Kwa ningependa hiyo thamani uitunze, na hiyo thamani ionekane katikati ya jamii. Itaonekana katikati ya jamii kwa namna gani? Tabia. Tumeamini kwamba Yesu amekufa na amefufuka, na katika kufufuka kwake tumempokea kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu, watu wa Mungu, anakaa palipo patakatifu. Kuna mtu mmoja ambaye kunioji, sasa kwa nini nyinyi hamnywi bia mnaoita mmeokoka? Vinapingana na Roho Mtakatifu. Zinapingana na nani? Kwenda kwa waganga hatuendi ni kwa sababu hizo ibada zinapingana na nani? Na Roho Mtakatifu. Ni kuchafu. Kumbukeni, waganga ni mawakala wa wapi? Wa kuzimu, tayari ni wachafu. Ili sitaacha kusema. Yaani ukitaka
Roho Mtakatifu akuchukie na akukimbie, wewe kanywe bia, nenda kwenye mapombe. Hilo simung'unyi maneno. Katika vitu ambavyo haviendani na ibada za ufufuo ni vitu vya namna hiyo. Siku ya Pentekoste, wakati Roho Mtakatifu ameshuka, watu walisema lugha mbalimbali, na zile lugha zilizosemwa mara pale zilikuwa ni lugha za makabila yote duniani. Lakini kwa sababu walikuwa na maandalio ya utakatifu na Roho Mtakatifu aliweza kupewa nafasi, walisema lugha nyingi. Wenye kusema Kibena walisema pale Yerusalemu. Wenye kuongea Kinyakyusa pale Yerusalemu kilisikika. Kibena kilisikika. Kipangwa kilisikika. Lakini wale Wakristo wa kidini walisema wale jamaa wamelewa. Unaona sasa shida hiyo, kwamba iwezekani hawa jamaa wamepiga zimling hawa. Tunasikia Kibena hapa hii zimu. Si unajuaga walimu akitaka kuongea Kiingereza lazima wanywe kidogo. Vipi walimu, mbona mnacheka? Ukitaka uongee Kiingereza vizuri au lugha nyingine yote, wewe piga pampula. Wewe kunywa. Maana yake kuna akili inaenda inafanyaje? Inabadilika. Uoga na hofu vinakuondoka. Unakuta unatamka. Kuna vitu ulikuwa uwezi kuongea mbele ya watu, lakini sikio utafanyaje? Kwa hao watu walivyoonwa hivyo, hao wa Kristo wa Roho Mtakatifu walivyoshuka, waliambiwa wao wameelewa. Kuna siku mtanielewa. Kwa kuna Ukristo wa kidini unaobeba historia ya Yesu, namna alivyohubiri Injili. Hapa naomba makini. Kama una Roho Mtakatifu hapa hutanielewa leo. Na wakikuuliza kwa kama hujanielewa, wewe bora baki kimya. Ukristo wa kidini unabeba historia ya Yesu. Ni namna gani Yesu alihubiri ile Injili akiwa hai. Ile Injili mpaka leo ipo kwenye dini. Hao ndio wanaoitwa Wakristo wa kidini. Wanamtamka Yesu kama Yesu, na kwamba alifanya hili, alikwenda hivi, alifanya miujiza. Hao wanasema, lakini waambie wao kama wana uwezo wa kuonyesha miujiza. Hamna kitu. Nenda kwenye dini huko, hakuna. Kuna miujiza, hakuna uponyaji. Ndio maana unakutana nao hao waamini wa hiyo dini wako kwa waganga. Waamini wa hiyo dini wako kwa wale wanyama warefu, wako umomo kila siku. Na jana walikesha huko, na asubuhi wameamkia kusali kwenye dini yao. Hiyo nguvu wameipata wapi? Hawana Roho Mtakatifu. Kwa kuna Ukristo wa kidini unaobeba historia ya Yesu, ni kwa namna gani alihubiri. Ndani yake Yesu aliponya. Maneno mengi. Yesu aliponya. Yesu alisema hivi.
Yesu naye alibatizwa na Yohana. Atasema sana. Kwa huo ndio Ukristo wa kwanza ambao ni wa kidini. Unafundisha namna gani Yesu alihubiri. Na ndio mafundisho yako kwenye dini kwao Wakristo wa kidini. Yesu alifundisha, alisema msile nguruwe, alisema watakufundisha. Na ukila ni dhambi. Yesu alisema pale, mbona lile neno anasema kunywa kidogo usilewe sana. Wanafundisha, wanasema. Kwa ukisikia mafundisho ya namna hiyo ni ya Wakristo wa kidini. Wakristo wa kidini. Kuna utofauti. Naomba muamini. Wakristo, sisi ni wa Kristo ambao Roho Mtakatifu yuko ndani mwetu. Sisi tunaachilia injili yenye nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye ndani yetu anaishi. Watu wa Mungu, anaishi si mie, ni Kristo ndani mwangu. Sio Yesu, ni Kristo ndani mwangu, ambaye yeye ni neno lililo hai. Tukilitii, tukilifuata, linaponya, linabadilisha. Kwa kuna Wakristo wa uokovu unaoongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ile naomba ujue. Lakini yote ili tuwafahamu. Hebu tuende Matendo ya Mitume 1 kwanza. Mstari wa kwanza unasema hivi. Kitabu kile cha kwanza nilikiandika, Theofilo, kuhusu mambo yote aliyoyaanza Yesu kuyafanya na kufundisha. Tunamwona hapa Luka anaandika historia, mafundisho ya Yesu. Anamsimulia huyu mfalme kwamba alikuweko mtu mmoja aliitwa Yesu. Huyu Yesu alifundisha hivi na aliponya hivi. Anasimuliwa hadithi kama hii. Watu wa Mungu, ni ya Wakristo wa kidini. Mambo yote aliyoyaanza Yesu kufanya na kuyafundisha. 2, hadi siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua. Hadi siku ile. Kwa Theofilo huyu, Luka alimpelekea historia inobeba mafundisho ya Yesu. Na hii historia alipewa mpaka pale Yesu anapokufa. Kwa kuna mafundisho ya Wakristo lakini ni ya kidini. Hayana matokeo. Hadi leo yanafundishwa. Mmenielewa nyinyi? Hadi pale Yesu anasulubiwa, anakufa na kuzikwa. Luka aliachia, akaachilia hii historia, mafundisho. Narudia tena, haya mafundisho ya namna hii ni ya Wakristo wa kidini. Na haya mafundisho yamekosa nguvu ya nani? Ya Roho Mtakatifu.
Mtakatifu. Twende mstari wa 8, unasemaje? Hapo hapo mstari wa 8 katika Matendo ya Mitume 1 hiyo hiyo, mstari wa 8 unasema hivi: lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika nini? Na kote katika Yudea na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kumbe Wakristo wa kidini hawakupata nafasi ya kumpokea Roho Mtakatifu. Tunajifunza hapa, kumbe kuna mafundisho ya aina mbili ya Yesu yamekaa kwa Wakristo wa kidini, na ya Yesu ambaye ni Kristo yamekaa kwenye uokovu, yakibebwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Haya mafundisho ni dawa. Na huo wakati anayekuwa anafundisha ni Roho Mtakatifu. Nini unatakiwa kufanya wewe? Unatakiwa kuheshimu na kutii. Hakuna dhambi kubwa ambayo haisameheki kama ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Wewe inama chini uninenage tu mimi hapo hivyo hivyo. Kama huyu mtume naye Mungu huyu. Si mnatumika? Nyinyi ni Wakristo wa kidini, sio watakatifu. Nimewaambia nena si mie. Ni yule Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo, aliyebeba injili ya uokovu ya ufufuo, ni Roho Mtakatifu. Kwa watu wa Mungu, tunachopungukiwa sisi kwenye ibada kama hizi, watu sio watii, hamumtii Roho Mtakatifu. Mtume kila kikuagizo unafanya ya kwako. Kuna siku nimekupewa neema na Roho Mtakatifu niwahubirie kwamba vitabu vingi viko humu, mmeambiwa ni Agano Jipya. Mimi nikasema hapana, ni Agano la Kale. Na ukitaka kujua ni mojawapo ya ujumbe wa leo. Luka anaachilia ujumbe wa Agano la Kale wa Yesu katika mafundisho yake, lakini umewekwa kama ni Agano Jipya. Hilo si Agano Jipya. Teofilo, kuhusu mambo yote aliyoyaanza Yesu kufanya na kufundisha hadi siku ile alipochukuliwa juu. Baada ya kuchukuliwa juu, ni injili gani, ni mafundisho gani yalishuka? Hilo lazima tujue na tufahamu. Tusipofahamu hilo, hatutatoka watu wa Mungu. Hatutatoka. Hebu tuonje hii Mathayo 12:31. Leo naomba mjue kuna utofauti. Kuna Wakristo wa kidini na Wakristo ambao wanabeba uokovu wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hayo mafundisho ya Yesu ambaye ni Kristo yanaponya. Hatusimuliani hapa Yesu je alifanya hiki. Hapana. Hapa tukisema Yesu anaponya watu, madudu yanaondoka. Nenda kwenye dini uone kama yanaondoka. Si ndio mlikotoka? Mimi mwenyewe nilikuwa nasali kwenye dini huko nyingi. Nasali nimekaa mbele pale na irizi iko mfukoni. Mnacheka? Yaki usicheke. Kwa kanisani kwenye hiyo dini na unafundishwa Yesu alikuwepo, alisema yeye ni mwana wa Mungu, anafanya hivi na hivi na hivi. Irizi iko wapi? Kaa na irizi hapa uone. Tunafundishwa hayo mafundisho. Jana tulilewa, tulikuwa klabu.
Taruka majoka wanangu. Chezea wewe. Usicheze na dunia wewe. Hawa wanaokula hiyo dunia ni Wakristo. Niko mbele ya mchungaji kwenye dini yangu. Jana nimetoka kwa mganga kutambika ili niwe tajiri. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Hayo ndiyo mafundisho yanayoendelea huko ya Wakristo wa kidini. Mathayo 12. Mmeshafikia hapo? Mathayo 12:31. Mathayo 12:31. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kumkufuru Roho hawatasamehewa. Kwa nini huu ujumbe ameutoa Mungu? Unapodharau ujumbe no uleta, shida nyingi utapitia, mtu wa Mungu. Hakuna kitu cha msingi kwenye Injili, kwenye mafundisho ya Yesu ambaye ni Kristo, yanayobebwa na Roho Mtakatifu kama kuwa mtii. Ninaposema unaenda kufanikiwa, unatakiwa utii. Tunda la Roho. Kwa ninachotaka kusema kwamba hatubarikiwi, hatufunguliwi ni kwa sababu sio watii kwa yale Roho Mtakatifu anatuagiza kwa kupitia mtume wake. Na hii ndio vita moja kubwa sana iliyopo kwenye kanisa la kweli. Hata mitume wa Yesu wenyewe walifika sehemu hiyo nguvu hawakuwa nayo. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa hawa wanadamu. Utasamehewa. Utafanyaje? Utafanya? Kwenye dhambi gani? Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho Mtakatifu hawatasamehewa. Manake ukiwa kwenye dini utatenda dhambi. Siku ukija kuamini kwamba sasa naingia kwenye wokovu, dhambi yako ya nyuma inafutwa. Lakini ukiwa ndani ya wokovu usipokumbuka, lakini tunaisha kwa namna gani? Tunakosa kubarikiwa kila siku, ni kwa sababu sio watii wa yale maagizo. Mko hapa zaidi ya miaka 3 mnashindwa kufunguliwa. Nyie mjajua tatizo ni nini? Sio watii wa yale ninayowaagiza. Leo naomba niwaagize leo. Huu mwezi mzima tukasome kitabu cha Mathayo chote. Na kila siku nahitaji kusikia mtu mmoja akiniuliza maswali. Kila siku. Utaona nitapata mmoja au wawili au sitapata kabisa. Asi tupo. Na hiyo ni dhambi, na gharama ya hii dhambi hutavuka, hutafanikiwa. Kuna Ukristo wa kidini unaobeba historia ya Yesu alivyohubiri na kufundisha.
Na tukitaka kuushuhudia zaidi, hebu tumalizie kusoma Mathayo 28:19. Tusisahau, Wakristo sio dini, ni imani ya mfuasi wa kwetu. Hatendi dhambi, na nguvu ya kwake inabebwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo utaona kama vile kwenye Matendo ya Mitume siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu alivyoshuka. Hilo ndo Agano Jipya. Unaona? Hilo ndio agano na Agano Jipya tunataka tulichungulie kwenye hii Mathayo sasa 28:19. Yaani utaona tu hakuna historia. Mnaelewa watu wa Mungu? Hakuna mafundisho ya nyuma, kuna maagizo ya wakati mpya unaobebwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Hayo mafundisho yanaponya, yabebe, yasikilize. Mathayo 28:19. Neno la Mungu linasema hivi: basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. 20. Na kuwafundisha na kuyashika yote niliyoamuru nyinyi, na tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu sasa amefufuka. Mafundisho yake na maagizo yake yanayobebwa na Roho Mtakatifu tunayaona hapa. Ukirudi 16 anasema, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya, hadi katika mlima ule aliowaagiza Yesu, sio Kristo. Aliowaagiza nani? Haya yote ni mafundisho ya kwenye udini. 17. Nao walipomwona walimshuhudia, lakini baadhi yao walikuwa na mashaka. Wameenda Galilaya kwenye ule mlima, wamekuta sasa amefufuka. Wajamaa kana mashaka, kaona mzimu. Agano Jipya tunaliona kuanzia hapa. Tunaenda siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu anashuka. Kristo anashuka, anaondoa magonjwa, anaondoa maskini, anaondoa shida na dhiki mbalimbali siku ya Pentekoste. Kuna siku mtanielewa. Jumbe kama hizi watu wanatoka watupu. Kwa sababu ya nini? Bado hawajapona. Ulize jirani yako, mwenzangu, vipi leo unatoka na nini leo? Ulize tena. Amesema atatoka na nini leo? Tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho ni upendo. Upendo ni maisha, na maisha ni upendo. Mwambie jirani yako, shika neno. Mwambie tena, shika neno. Kama umetoka mtupu, imekula kwako, mwambie hivyo. Mwambie tena. Haleluya. Lakini yote haya yatasimamiwa na Roho Mtakatifu. Ukimpa nafasi, Roho Mtakatifu atakukumbusha ya kupasayo kuyatenda. Kwamba pale mimi nimetoka mtupu, je, nipate nini? Tusimame watu wa Mungu.